Assalamu alaikum na karibu katika dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 21 ya mwezi Januari mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Ni kualike kunako dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kundiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni bandari ya kusanya trilioni 12 kwa mwaka. TRA yavuna trilioni 3 kwa mwezi. Shehena juu 17%. Habari kamili ni katika ukurasa wa 7. Dr. Mwinyi, tutaendelea kuvutia uwekezaji. Habari katika ukurasa wa 4. Tume ya Jaji Chande yaainisha waliotoa ushahidi. Habari katika ukurasa wa 8. Samia Mtei anaenziwa historia ya vyama vingi, asema atakumbukwa pia mchango mkubwa ujenzi wa taifa. Chadema wadau wamzungumzia kuzikwa Jumamosi. Habari kamili ni katika ukurasa wa 2. Mama adaiwa kutelekeza mtoto gesti. Habari katika ukurasa wa 4. 27 wanaotaka kumrithi Jenista kupigiwa kura leo. Habari katika ukurasa wa 3. Mchakato kujiunga JKT kufanyika mikoa yote. Habari katika ukurasa wa 7. CCM yaahidi maisha bora, kutovumilia wazembe. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi. Yenyewe habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Mtei na siri ya uasisi Chadema, ni urithi wa demokrasia aliyouacha baada ya utumishi wa BOT, wizara ya fedha na siasa. Familia ya viongozi wa mlilia maziko Jumamosi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Nukuu za viongozi mbalimbali katika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi. Samia Suluhu Hassan, ndugu yake, anasema mchango wa Mtei utaendelea kukumbukwa na kuenziwa vizazi vya sasa na vijavyo, hususan kupitia maandiko yake binafsi yanayoeleza safari yake ya maisha na utumishi wake katika kuijenga Tanzania. Ndugu ya Freeman Boy inasema hakuwa mtu wa shari. Wakati wote alipofanya kazi alikuwa mtu anayejipanga, hachagui rafiki. Alikuwa mfanyabiashara na mkulima mkubwa, alikuwa anajiweza na alifanya mageuzi katika mazingira yale. Hii ni nukuu ya Freeman Mbowe. Sababu za utawala wa sheria kuwa mjadala. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Rais Museveni aingia klabu ya waliotawala zaidi ya miaka 40 ni baada ya kushinda muhula wa 7 dhidi ya Bobi Wine, jambo ambalo ni nadra kulishuhudia mahala pengine duniani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 13. Migiro, mawaziri shirikini vikao ngazi ya shina. Ndugu yake akisema, naomba kutoa wito kwa wale ambao bado hawawajibiki kushiriki kwenye vikao vinavyoitishwa na mashina. Kuwepo kwenu hapa kunaonesha namna mna mchango mkubwa. Dr. Asha Rose Migiro. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika fanya haya ukikuta mwili wa binadamu njiani kichakani. Habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Siku 100 za Rais Samia, kamati ya bunge ya kunwa na kasi ya wizara ya nishati. Usambazaji umeme vitongoji 1099 waanza, yasema mafanikio yaliyopatikana katika kipindi hicho ni ushahidi wa dhamira ya serikali katika kuhakikisha upatikanaji wa nishati ya uhakika kwa wananchi. Habari katika ukurasa wa 4. Samia ombeleza kifo cha mawaziri wa Chadema. Habari katika ukurasa wa 4. Polisi yafafanua video ya askari akipambana na mtu
akiwa na silaha, habari katika ukurasa wa 4. Uwekezaji TPA wachochea mapinduzi ya kiuchumi, habari katika ukurasa wa 4. SMZ imeendelea kuimarisha mazingira ya uwekezaji, Rais Mwinyi, habari katika ukurasa wa 3. Mume kizimbani akiponzwa na kipigo dhidi ya mkewe, habari katika ukurasa wa 2. Viongozi wa Ulaya kutunishiana misuli na Trump, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Wanaume wanavyoteswa na changamoto ya nguvu za kiume, habari katika ukurasa wa 10. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Nipashe ya Mwanga Jamii lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika mbuyu wa Chadema waanguka, ameaga akiadhimisha miaka 33 ubunifu wake, aliundia serikali nguzo kuu 4. Mbowe Heche orodhesha mengi ya thamani, habari katika ukurasa wa 2, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 14. 94 ni umri wake. Kazi mbalimbali alizofanya ni governor wa BOT, waziri wa fedha, mkurugenzi IMF, katibu mkuu EAC, mwenyekiti Chadema. Gazeti hili limeandika farmers zachukua nafasi ya hospitali, dawa za nyweka kwa wingi bila vipimo, wataalamu waonya maradhi mapya yaja, mchawi mkuu uelewa umasikini na umbali, habari katika ukurasa wa 5. Hii ni ripoti maalum. Wasimulia madhira mazito kwa tume ya Jaji Chande, kukatwa mguu, maiti kutoweka, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Milioni 250 za wakomboa wakazi, safari ndefu za tiba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Gazeti hili limeandika waziri aistaki serikali kudai passport yake, habari katika ukurasa wa 3. Mtoto shambuliwa na mbwa koko na kulazwa ICU siku 6, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Raia mwema muungwana ni kitendo lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika siku 100 za Samia, mawaziri mpeche kufyekwa, tathmini ya kina kufanyika, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Unaanzaje kumliza kikongwe huyu mwekezaji, mbunge wahusika matatani, amlilia Rais Samia aingilie kati, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Buriani mzee Edwin Mtei, habari katika ukurasa wa 3. Kikwete wazee kujadili hatima ya nchi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Miaka 33 tamu chungu Chadema, habari katika ukurasa wa 10. Bandari diet ya fora, habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo. Gazeti Uhuru ukweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ataja sifa za mzee Mtei, aungana na Watanzania kuomboleza kifo chake, asema atakumbukwa kwa mchango wake kwa taifa. Gavana afunguka mengi kuhusu Mtei, wasomi nao waanika weledi wa kiongozi huyo enzi yake, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Kishindo ukusanyaji mapato ya ndani, habari katika ukurasa wa 16. Serikali imeandika historia mpya ya kiutendaji baada ya kufikia makisio ya 103.7 katika ukusanyaji wa mapato ya ndani. Dr. Migiro awapa maagizo mawaziri, habari katika ukurasa wa 3. DC adia mguu anayedaiwa kutelekeza kichanga Lodge, habari katika ukurasa wa 20. Dede amshukuru Rais Samia kwa jengo la bilioni 3, habari katika ukurasa wa 6. Rais Mwinyi ahakikishia mazingira rafiki wa wawekezaji, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenyewe katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi, tutaendelea kuimarisha mazingira ya uwekezaji, asema mabadiliko ya kisera, sheria
yanachochea ukuaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dr. Harun aipongeza Saudia kuimarisha mifumo ya hija. Habari katika ukurasa wa 9. Ajali za barabarani zaendelea kukatisha maisha. Habari ni katika ukurasa wa 3. Afya ya Besigye yazorota. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Tazame sasa habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mwanaspoti limeandika Depu nini, subirini muone, Ekwa ang'oka Yanga. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Dakika ya 86 shuti, dakika 34 muda aliyotumia kufungua kaunti yake ya mabao ndani ya Yanga, umbali ni mita 6, akiandika bao la kwanza, wakati Yanga ikipata ushindi wa goli 6-0 dhidi ya Mashujaa. Ijayo ni CAF Januari 23, Al Ahli dhidi ya Yanga saa 1 usiku Cairo International. Chama anatua na wawili Simba, mwingine atambulishwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ijayo ni Januari 24, Esperance de Tunis dhidi ya Simba Sports Club. Afande Sele 20% kumaliza bifu lao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Canero amkalisha Messi LeBron. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11. TPL leo Jumatano ni Mtibwa dhidi ya Mbeya City, mchezo utapigwa saa 10 jioni Jamhuri Dodoma, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo ukurasa wake wa nyuma lenye limeandika FIFA yaahidi kuinua soka la vijana nchini, Yanga yaipania Al Ahli, Azam yapata sare ya 4 ligi kuu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Tumieni kipaji cha Bibi Mwenda. Habari katika ukurasa wa 21. Tanzania yapaa viwango FIFA. Habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe limeandika Pedro, yes, hii ndiyo Yanga ninayoitaka, asifia kazi ya wachezaji wake katika dakika 30 za kwanza, awataka kuendeleza moto huo. Habari ni katika kurasa za ndani. Karabu mashakani Simba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Jesus nia yake kubaki Arsenal. Habari katika ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima. Habari za michezo na burudani lenyewe limeandika Pedro furaha tupu Yanga. Habari katika ukurasa wa 23. Simba haiboi. Habari katika ukurasa wa 23. Benpo Manfongo kutikisa tamasha la sauti za busara. Habari katika ukurasa wa 23. FIFA ya dhamiria kuweka nguvu Tanzania. Habari katika ukurasa wa 23. Jesus atakiwa Palmeiras. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. Kocha Spurs afurahia kuaminiwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Gazeti hili pia likiandika Fresh Jumbe kuzindua bendi mpya. Habari katika ukurasa wa 23, na gazeti hili linakamilisha rukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.